mashutumu ya watu wengi. Sema kuna mashutumu ya watu wengi juu yangu. Sema kuna vikao vya watu wengi juu yangu. Vikao vya watu wengi wakijadili kwa habari ya maisha yangu. Nimesikia mashutumu. Hofu ziko pande zote. Rafiki zangu wote wanaonivizia nisite. Wanaonivizia nisite. Sema wanaonivizia nisite. Mungu alitupa mwanzo mzuri tulipokuwa tunaanza mwaka huu kwamba huu ni mwaka wa new unstoppable steps. Sema amina, hatua zisizozuirika. Lakini anasema kuna mashutumu. Sema amina, kuna mashutumu yanaendelea juu yangu. Kuna vikao vinaendelea juu yangu. Kuna mashauri yanaendelea juu yangu. Watu wanapanga mipango juu yangu. Mashutumu, wakinishutumu, wakikushutumu wewe, wakishutumu biashara yako, wakishutumu kazi yako, cheo chako, wanashutumu. Kuna wengine kazi yao ni kushutumu tu kwamba ashushwe cheo, asipandishwe cheo, asiwe promoted, asipandishwe ngazi. Mashutumu. Kuna vikao vya mashutumu. Anaenda wapi? Tunamuona kuna vitu fulani ndani ya mwezi huu tu wa kwanza, kuna vitu fulani amefanya. Mashutumu. Sema mashutumu. Wafalme wa giza wanafanya mashutumu, wanakushutumu. Maana wachawi hawajawahi kuaga wao na jema. Hata ukapika nyama tu vizuri zimenukia, shida. Mashutumu. Mwanamke wa watu, Mungu amekusaidia, umeunga vizuri, ni samaki zako vizuri, mashutumu. Ni dagaa, ni nzuri, umezipika, wao wanafikiri umepika sijui kitu gani. Mashutumu. Sema yako mashutumu. Biblia inasema hivi, ye Bwana ulituma neno ili apate kututoa katika maangamizi. Ninaongea vitu hivi kwa sababu kuna mtu unayewindwa na mambo haya. Kama sio kuna watu wanaowindwa na mambo haya, kuna watu wengine ambao mko kwenye hot cake. Mpo kwenye hot cake. Kuna mashutumu kweli kweli. Unashutumiwa kweli kweli. Na kama sio mkono wa Mungu na kama sio msaada wa Mungu, hauwezi ukatoboa. Hauwezi ukatoboa. Wanakushutumu, wanakukalia vikao kweli kweli. Kama mkono wa Mungu haujahusika kukusaidia kukutoa, hauwezi ukachomoka hapo ulipo. Hauwezi. Na sio tu hauwezi ukachomoka, kuna wengine hawawezi hata kuendelea kuishi. Hawawezi kuendelea kuwa hai kwa sababu ya haya mashutumu. And these people wamemaanisha, I'm talking in a prophetic way. Hao watu wamemaanisha na wanachokiongea. Nisetie mic vizuri. Hao watu wamemaanisha na wanachokiongea. Ashukuriwe Mungu, naye amemaanisha kutufunulia kwamba wako watu wanapanga mashutumu, wanapanga mabaya, wanakusudia mabaya kila kuchwapo kwa habari ya maisha yako. Anasema wanatamani kukutengenezea mazingira uwe mtu unayeweza kusita sita. Una sita sita. Kuna vitu ambavyo unapanga na unafikiria kwamba hili litakuwa jema nikilifanya, lakini ghafla unasita. Kuna biashara unatakiwa uanze. Kumbuka tuko katika msimu wa new unstoppable steps. Kuna vitu unatakiwa uanze, lakini ghafla unashangaa lile wazo linayeyuka. Mtu wa kusita sita. Kwa nini unasita? Kuna mashutumu yanapangwa. Unaheri wewe ambaye yamkini wamekuwekea kanema yako una sita sita, lakini haufi. Lakini wako wengine ambao mashutumu yanayopangwa juu yetu, juu yenu, ni mashutumu ya kutaka hata kuondoka, kuondolewa kwenye kitengo, kuondolewa ofisini, kuondolewa kazini. Mashutumu. Kuna mtu anaokolewa somewhere leo. Kuna mtu anaokolewa somewhere. Maana naiona nguvu ya adhabu isiyo ya kawaida itakwenda kupiga vikao vya mashutumu yao. Itakwenda kuharibu kila walichokifanya. Itakwenda kuharibu kila maneno walioyatengeneza ili maisha yako yawe ya kusita sita. Hauelewi huku kusita sita kunatoka wapi. Kumbe kuna mijamaa imekaa somewhere
ndio inakutengenezea wewe uwe mtu wa kusitasita. Usifikiri hiyo hali ya kusitasita ni wewe unaitaka, uitaki wewe. Sio wewe unayepanga, wako wanayekupangia. Asubuhi unaamka unasema nataka nifanye hili, ghafla unashangaa linapotea. Unapanga wiki hii hapa lazima iwe wiki yangu ya maombi, nitaomba sana. Ghafla unashangaa mpango ule uliopanga unapotea. Natamani wiki hii nifunge 3 kavu, ghafla huo mpango unapotea. Wamekutengenezea, wamekaa wametengeneza mashutumu ya kwamba hatafunga, ya kwamba hataomba. Kuna namna fulani Mungu alikupa kampenyo, ukaona vitu fulani haviendelee vizuri kwenye maisha yako ya kiroho. Ulipotaka kuchukua hatua, ni kweli ulitamka, ni kweli uliongea ya kwamba ngoja nitaenda ulimwengu wa roho. Ulienda wapi ulimwengu wa roho? Ya kwamba nitaenda msituni, ulienda wapi? Ya kwamba nitaenda mlimani kuomba, ulienda wapi? Haukufanikiwa kwenda, lakini ulifanikiwa kuona mambo wanaopanga juu yako. Wakakutengenezea kamchezo, wakakufanyia kamchezo, wakakutengenezea kamchezo, wakaachilia walivyofanya. Unashangaa ni mtu ambaye unapanga vitu hakuna unachokifanya. Mtu wa kusita sita, unasita, hatua zako zinasita. Embedodo ile pale ni wakati wa kwenda kuichukua, unasita. Fedha zile pale ni wakati wa kwenda kuzichukua, unasita. Ushindi ule pale ni wakati wa kwenda kuchukua, unasita. Kuna nguvu ile pale, Bwana anataka akutoe akupeleke next level. Unatakiwa uchukue hatua, unasita kuchukua hatua. Sio hali ya kawaida, wamekufanyia kamchezo, usite. Ni ibada, wanajua kabisa hii ndio ibada ya kwako, unatoboa. Wamefanya mashutumu, wamekuzuia kushiriki hiyo ibada. Wanajua kabisa hii ibada ina neno la huyu mtu, wakafanya mashutumu, ukasita, ukapata sababu ambazo ni sababu kwako, kwa sababu yuko mtu ambaye atahukumu siku ile ya mwisho. Katika ile hukumu ya mwisho, hakuna hata mmoja ambaye ataiona sababu yake kuwa sababu. Na maanisha Yesu Kristo akiwa kwenye kile kiti, atakaposimama kama mhukumu, hakuna hata mmoja atakayefanikiwa kusimama akajitetea, akatoa sababu yake, ikaonekana sababu. Sometimes kuna vitu ambavyo unaweza ukawa na sababu ya kuto kuhudhuria maeneo ya congregation, maeneo ya makutano. Ukawa na sababu unayoielewa wewe ya kushindwa kuwepo mahali ambapo Mungu angekutaka uwepo, na ukawa una sababu ambazo ni kweli ni sababu kwako, lakini watch out. Je, hiyo sababu inaweza ikasimama mbele ya yule mwanaume wa wanaume na ikaeleweka? Siku ile hakuna atakayekuwa na sababu ikawa sababu. Kuna mtu anaponywa, kuna mtu anasaidiwa, kuna mtu anasaidiwa. Mimi natoka, unajua kuna wakati mwingine unaweza kuwa unapitia vitu vingi sana, na ndio maana mara nyingi wanakuambia unapokuja kwenye maeneo kama ya ibada, mwambie Mungu, naenda kwenye ibada, nahitaji neno langu. Sihitaji maneno, sihitaji mafundisho mengi, nahitaji neno langu la kwangu. Maana kuna mtu mwingine kupitia neno hili anaponywa. Waliomtegea mabaya yanaharibika. Waliomkusudia msiba wa kazi, msiba wa afya, msiba wa ndoa, vitu hivyo vina evaporate. Waliomotea ulimwengu wa roho, wakamfanyia mashtumu, wakafanya mashauri ya kila namna apate hasara kwenye biashara, mambo hayo yanafutika. Kuna fitina zilipangwa juu yako. Wow, leko satapa. Lakini wanaume ameinuka leo, anasema hizo shutuma na hayo mashauri hayatafanikiwa.
Anasema maana nimesikia mashutumu ya watu wengi, sio wachache. Ni kweli, kwa idadi ni wengi, kwa idadi ya kimwili ni wengi. Hata we mwenyewe ukafunuliwa hapa ulimwengu wa leo, ukawachabo, unaona kabisa ni vizee vinne, unaona kabisa ni watu 20, unaona kabisa ni watu 30, wanapanga mabaya, wanajadili mabaya juu yako, unawaona ni watu 20. Ukijiangalia ni kama vile uko peke yako, ukoo umekutenga, familia imekutenga kwa sababu ya kusimama katika haki. Wanatengeneza mashutumu, wanatengeneza lawama, repo shetepe. Ukijiangalia unajiona uko peke yako na hakuna hoja yoyote unaweza kuingiza kwenye hiyo familia wakakuelewa. Lakini Bwana amekuamini, anajua unaweza, na hiyo vita utaishinda kwa jina la Yesu Kristo. Ni kweli wako wengi walio upande wao, lakini wako wengi zaidi walio upande wako. Rapa shatapara kayaba lizobo shatapa. Yule mlinzi wa Elisha kuna muda akatoka, akaenda kwenye dirisha, akachungulia hivi, akaona maadui wanakuja wengi wasio wa kawaida. Akaenda kumwambia bwana wake ya kwamba ndugu yangu, tumekwisha. Adui walio nyuma yetu, adui wanaokuja, askari wanaokuja kuvamia eneo hili, there are so many. Jamaa akaanza kutoa macho makubwa, analia. Elisha akamcheka, akamwambia sikiliza, Bwana akufungue macho yako uone watu walio upande wetu. Li jamaa ghafla macho yakafunguka, rekosata, likaona jeshi lilo nyuma yao kuwa ni kubwa kuliko lile jeshi la maadui. Belobo shatapa oramakatapa, malaika walio nyuma yako kukupigania kushinda hiyo vita ni wengi kuliko ukoo wako, ni wengi kuliko hiyo jamii, ni wengi kuliko kwa kijijini kwako. In the mighty name of Jesus, Bwana afungue hayo macho uone uweza, uone ushindi. Rekatapaya orapakatapa orapakata intera indebeba. Jesus. Ramana wanaanza kufyata mkia mdogo mdogo. Tulia kwanza. Tulia kwanza tutabiri, maana na ninyi kabla hamjafanya uganga wenu mlianza kuongea. Acha na sisi tutabiri, acha na sisi tuongee, maana maandiko yanasema ya kwamba rekapata, baada ya mimi kunena maneno yangu yakadondoka juu ya vichwa vyao. Yakadondoka, anasema hawakunena tena baada ya mimi kunena, na maneno yangu na maneno yetu sasa yakadondoka juu ya vichwa vyao. Tunanena kwanza, tunaongea kwanza, na baada ya hapo tunakwenda kwa vitendo kuhakikisha kila neno tunaloliongea likageuke kuwa moto, likageuke kuwa damu, likageuke kuwa radi, likageuke kuwa chuma, likageuke kuwa jiwe kubwa rekapata la kusaga saga rekapata. Maana anasema washindanao na Bwana watapondwa kabisa, yani watakuwa tiki, yani tiki. Hao ambao wanasema ya kwamba wao ni wengi, hao ambao wanasema ya kwamba ni kundi kubwa, hao ambao wanasema ya kwamba ni jeshi kubwa, watapondwa dakika chache. Watapondwa wote walioinuka juu ya biashara yako, wanaoinuka wanaosema kwa habari ya watoto wako, wanaoinuka kwa habari ya future yako. Dakika chache tu wanakwenda kupondwa, wanakwenda kusagwa. Watasagika. Sema Yesu mzuri. Sema Yesu mzuri. Hey, kitu kinatengenezwa hapo. Kuna fukuto la moto. Moto sio wa kawaida. Anasema watu wengi, hofu ziko pande zote. Rafiki zangu wote wanaonivizia nisite. Kumbe wengine ni rafiki zako, kumbe wengine ni watu wa karibu na wewe, ndio ambao wanakutengenezea mashutumu, ndio ambao wanakutengenezea mashauri. Wametunga tungo za uongo, wanakuvizia kwa siri, wanataka usite, wanataka uanguke, wanataka uwe mtu wa hofu.
ni mchongo tayari, ni 100% unatakiwa ufanye hiyo biashara, lakini wanakutengenezea hofu ya kwamba utapata hasara, kwa sababu wanajua hiyo biashara wanaitaka wewe, wanaitaka wao, wanasema ili utapata hasara. Wanajua kabisa hiyo kazi ni ya kwako, unatakiwa upate. Wanakutengenezea hofu eti hautapata, eti hauwezi kufanya hiyo kazi. Kwa jina la Yesu Kristo tunayaweza yote katika yeye atutie nguvu. Rekapatapa repa rekosetepe lava yana. Wanatuvizia, husema mshtaki nasi tumshtaki, husema mshtaki nasi tutamshtaki. Huenda akahadaika, nasi tutamshinda, tutajilipizia kisasi kwake. Kwa wetu wanakuweka kati, tuwe mtu wa kusita sita. Wanasema tutamuhadaa, ahadaike, akihadaika tunamshinda. Ndio ile umesikiliza vizuri kabisa mafundisho hapa. Tumekuambia huu mwaka ni mwaka wa kutokuzuiliwa, new unstoppable steps. Unaanza naye kusema hivi ni kweli, umeanza kusita sita. Kataa maneno ya kipepo hiyo, kataa ushauri wa kipepo hiyo. Mbona naona mwezi wa kwanza ueleweki? Hatuishi kwa vitu kueleweka katika mwili. Bwana amesema enough is enough. Taifa la Israeli hata vita itokee kwa namna gani, wanachokijua ni kimoja tu. Bwana aliwaambia yeyote atakayeinuka upande wenu atakuwa nyama kwenu, atakuwa chakula kwenu. Hawaangalii ukubwa wake, wanaangalia Bwana alisema. Na sisi tuangalie Bwana alisema. Tulipokuwa tunaanza mwaka huu, alisema ni mwaka ambao hakuna atakayetuzuia. Sasa haijalishi amekuja wa ngozi gani, haijalishi amekuja wa cheo gani, haijalishi amekuja wa fedha gani, haijalishi ametokea kwenye mizimu gani. Bwana ametuambia hivi, ni mwaka ambao hakuna atakayetuzuia. Yeyote ambaye ataingia kwenye beto na sisi tunaingia wazima wazima. Ni mwaka wa kufiara. Kila vita itakayoinuka juu yetu tutakula kama msosi. Reka patapa. Hatutaogopa vita, tutaingia kwenye vita kama watu walioshinda vita, maana Bwana ametutangulia ili apate kutushindia. Yuko mbele yetu, ametutangulia ili apate kupigana na wewe. Rima katapa. Nauona upako kama simba, upako wa kama simba, upako wenye upanga usio wa kawaida. Reka tapata, uko tayari upanga. Nauona upanga uko tayari. Unasema na ngoja muanze kuniruhusu nianze kukatakata. Upanga uko tayari, umenolewa. Unasema na ngoja neno lenu, na ngoja matamko yenu nianze kukatakata. Reka tapakata. Wow. Sema amen. Kuna mwingine anasema, au mchungaji unaongea maneno unayojifurahisha wewe mwenyewe. Ukitaka unaweza kaona kama mimi. Na maanisha sasa macho yako yanaweza kufunuliwa. Kuna wengine nikiongea hivi macho yao yanafunuliwa. Wanaona kama ninavyoongea sasa hivi. Hata nikiita kutoa shuhuda hapa, wanaona kama ninavyoongea. Nasema kuna upanga umeandaliwa, unangoja. Na mimi naambia sawa, Roho Mtakatifu sawa, tunatembea pamoja na wewe vizuri, lakini ngoja tunene kwanza. Maana walinena kwanza, ilikaa kwenye hicho kikao, ikanena ikajitufya. Wanyakisu wanasema kuitufya, wakajitufya. Na sisi ni wakati wa kujitufya. Afu baada ya hapo ni kuanza kuachilia mapigo, Kwa acha tunene kwanza, tulia. Acha tunene kwanza. Malaika uliandaliwa sawa, haina shida, kama mkao wa kazi. Ngoja tunene kwanza. Tukimaliza kunena, ingia mzigoni. Kila andiko, kila neno utakalotamka, ingia mzigoni. Likageuke kuwa mapigo, lingine likageuke kuwa radi, lingine ligeuke kuwa wokovu, lingine ligeuke kuharibu mipango, mitego walioitega. Kuna mitego wametega somewhere. Hiyo mitego malaika utachukua hayo maneno utakokuwa unatamka, utaenda kwenye hiyo mitego juu ya watoto wetu, juu ya waume zetu, juu ya familia zetu, juu ya wake zetu. Mitego ya mauti, mitego ya afya. Utapita, malaika utategua. Baada kwanza ya kunena, ngoja tunene. Maana nao wananena. Hapo inanena mpaka na inacheka na kucheka. Bwana sisi tuwacheke. Sema amen. Sema amen. Sio mwaka wa mtu wa the heaven. Unakuwa mtu wa kumbembeleza. Shetani unionee huruma. Hakuna. Sio wakati wa kumwambia shetani nionee huruma. Yeye ndiye aombe po.
Kwa sababu akitaka vita tunamwambia come. We have already got the clarification that this year 2026 ni mwaka wa kula mapigano. Tunakula. Ukileta vita tunakwambia karibu tupate kuila hiyo vita. Meno yetu yamenolewa and they are ready to eat each and everything which is coming upon us. Kila chochote ambacho kitakuja kwetu tutakwenda kukitafuna. Bwana ayafanye meno yako hayo magego yawe makali kwa ajili ya kutafuna. Reko sataba. Mtu asikutishe, sio wakati wa kutishwa. Hakuna atakaye kutisha. Usitishwe kwenye ndoto, usitishwe mwilini. Na ukitishwa kwenye ndoto waambie hivi, za nyie mnatishia tu kwenye ndoto. Njooni live na wataka nyie. Njoo live na wataka. Na kama siku hiyo unaambia sikiliza. Mlikuja jana, hamkufanya vizuri. Rudini, mechi irudiwe. Mwambie refa analipa mimi. Refa atamlipa mimi. Come again. So kuna neno nililolisikia ya kwamba mwaka huu 2026 ni mwaka wa kutafuna vita. Ni mwaka wa kutafuna vita. Kama ni mwaka wa kutafuna vita, ukaliamini neno hili na umelipokea, utawaambia sikuwaona vizuri kwenye ndoto ile. Rudini tena. I'm very hungry. Nina njaa sana. Na wakati huu, mwaka huu, lazima uwe mtu wa kuwa na njaa ya vita. Sikiliza, hakuna askari yoyote ambaye anaongezeka nyota, anaongezeka mamlaka kama hapigani. Maana yake ni mwaka wa kuongezeka sana this year. Na aliyekuambia pia tuliitiwa kwa ajili ya kazi nyepesi hapa. Tumeitiwa kwa ajili ya kazi ngumu. Ngumu ndio tunazitaka tuzitafune. Wengine hawezi kutafuna kwa sababu ni vibogoyo. Bwana ametupa meno makali. Tunataka hivyo tutafune. Tunataka, we are ready and God has already prepared us. Amekwisha kutuandaa kwa ajili ya mapambano. Tuko tayari kupigana kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kuna mtu meno yake hapo tayari hapa. Kwamba unajua mchungaji unaongea sana. Sasa utulie. Meno yangu yako tayari kutafuna. Kuna mtu yuko tayari hapa. I'm ready. Niko tayari kutafuna. Hawa wanaosema eti wamekaa masutumu nisite niingiwe hofu eti waniadae niache kusema huu ni mwaka ambao hakuna atakayenizuia, ni unstoppable steps. Eti nisite eti tutamuhada, ataadaika, atatoka kwenye reli ya kwamba ni mwaka usiozuilika. Eti nani ataadaika hapa na upumbavu wa namna yoyote? Nani ataadaika hapa? Ukiamua umeamua mwenyewe. Ila tupo ambao Bwana ametusazia, tumekaa kama masaso kwa ajili ya kuhakikisha neno lote ambalo Bwana ametupa linakuvaa mwili. Tupo ambao tumejiandaa this year kuwa ni mwaka wa sherehe. Tutasherekea. Sikiliza, sherehe mara nyingi huwa zinakuja pale ambapo watu wameshinda mambo mbalimbali. Kwa ni mwaka wa sherehe nyingi. Simaanishi sherehe za kimwili. Sherehe za kimwili zilizotokana na kushinda vita. Zinaweza zikawa za kimwili ndio, lakini zimetokana na kushinda vita. Sio sherehe za kuoana. Na maanisha sherehe zilizotokana na kushinda vita. This year, mwaka huu, be ready. Pake mkao wa vita. Hatutaongea kama wengine. Tutaongea lugha ambazo muda mwingine watu watasema mbona wewe unaishi dunia nyingine? Ndio. Ni dunia nyingine. Sisi tuko kwenye dunia ya new unstoppable steps. Lakini Bwana yu pamoja nami. Wanapanga waniadae. Maandiko yanasema lakini Bwana yu pamoja nami. Na si tu yu pamoja nami, amenitangulia mbele. Yuko mbele yangu. Haleluya.
Sheterema kata ya baba baba. Maitara baba baba. Loko sata da. Dakika chache tu, hebu ingia roni. Sikiliza, na kuingiza afu naingia. Nyosha mkono wako mmoja juu. Hey. Bwana ametutangulia. Yuko mbele yetu. Malaika tumekwisha neno. Tumekwisha ongea. Maneno haya yakaanze kwenda kwenye kila eneo la vita yetu. Yakaanze kwenda kwenye kila eneo la mitego yetu. Tulikotegewa, walikofanya mashutumu, walikofanya mashauri yoyote, mashauri ya mimi kufa, mashauri ya mimi kupata magonjwa, mashauri ya mimi kuachwa kwenye kazi, kwenye ajira, kwenye mkataba, mashauri ya kwamba nisiwe promoted, mashauri ya kwamba nisiongezeke ngazi, nisipande ngazi, mashauri ya kwamba safari zile za kikazi nisipate, mashauri ya kwamba mwaka huu watahakikisha wananizuia, sintaongezeka kiroho, kanisa halitaongezeka. Mashauri hayo ambayo wametengeneza mazingira niwe mtu wa kusitasita, kanisa lisitesite, maongezeko ya sitesite, uchumi wa kanisa usitesite, uchumi wako usitesite, uwe mtu wa hofu. Kuna mandoto walianza kukuingizia, mandoto ya hofu, eti uendelee kuogopa. Hapana, ogopa, hatutaogopa mabaya, maana Bwana ametangulia mbele yetu. Reka, pokea anointing, pokea nguvu sasa. Utaanza kusikia unanena. Unaponena maana yake unanena na mbingu. Bwana anachukua kila neno ambalo unalitamka, reka patapa, anapeleka kwenye kila eneo ambako umehukumiwa, anapeleka kwenye kila eneo ambako umehukumiwa. Anza kunena kwa lugha, nena kwa lugha sasa, nena kwa lugha sasa, nena kwa lugha sasa, nena kwa lugha sasa. Bwana anachukua kila neno ambalo linatoka kwenye kinywa chako, anaenda kule ambako umeshtakiwa. Liko eneo ambalo umeshtakiwa. Mwingine ameshtakiwa kwenye ndoa, mwingine ameshtakiwa kwenye koo wake, mwingine ameshtakiwa kwenye ukoo, ameshtakiwa kwenye kazi, ameshtakiwa kwenye uchumi wake, ameshtakiwa kwenye kazi yake, ameshtakiwa kwenye eneo analoishi. Katika jina la Yesu, naiona nguvu ya Mungu inamsaidia mtu hapa. Reka patapa, inamsaidia mtu. Nguvu ya Mungu inapita, inamsaidia mtu, inaenda ambako ulitegewa mtego mwaka huu, ya kwamba usimalize mwaka. Reta pakata, mtoto wako apate na majanga fulani. Bwana anapita, Bwana anapita huko, anapita ili neno. Reka pata, linachukuliwa na malaika, linachukuliwa na malaika, linachukuliwa na malaika. Bwana anapita, anapita, Bwana anapita, anapita. Unaweza ukasimama, chukua hatua ya imani. Unaweza ukasimama, chukua hatua ya imani. Rapa katapa, rapa katapa. Usiwe mvivu sasa. Yena la baba, ete peria dabaka, ete pekotia, ete peria dapato, reka tapakato, reka tapatusha, inta barabosa, inka barabada, eka barababa. Nena kwa lugha, nena kwa lugha, nena kwa lugha, nena kwa lugha, nena kwa lugha. Prayer, 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 prayer. Reka patapa, prayer, 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 prayer. Repata pa, oria bada, prayer, prayer, prayer. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, nena kwa lugha. Prayer, 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 prayer. Prayer, 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 prayer. Rakatapa, oria bagatia, ereme katapa. Usiombe kivivu, usiombe kiregevu, usiombe kivivu, usiombe kiregevu. Reka patapa, pita, pita, pita. Kuna mahali walikufunga, kuna mahali walifanya hatua zako, eti hatua zako ziwe ni hatua za kusita. Unapotembea unafanya tendo la imani, unapotembea unafanya tendo la imani, unapotembea unafanya tendo la imani. Maana yake kila ambako walikuwekea hatua, hatua zako ziwe mtu wa kusita sita. Unafunguliwa, 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 unafunguliwa. Prayer, prayer, prayer. Prayer, prayer, prayer. Reta patapa, ora pakata. Prayer, prayer, prayer. Rata pakata, oria badabato, intarababa, ete peria bakoto. Prayer, 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 prayer. Rakata pakata. Maombi, maombi, maombi. Onda pakata pa. Omba hata wewe tulie live. Ambaye tunaomba pamoja na wewe. Omba, jifungue, jifungue, jifungue. Kila mahali ambapo ulitabiriwa vibaya, kila mahali ambapo kuna kundi lilikaa likafanya mashauri, likafanya mashutumu kwa habari ya hatua zako, kwa habari ya afya yako, kwa habari ya kazi yako, kwa habari ya promotion yako, kwa habari ya afya, ndoa yako, katika jina la Yesu. Reka patapa, prayer, prayer, prayer. Rakatapata, prayer, 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 prayer. Rakatapa, tanguo mashauri ya rakapatapa, tanguo mashauri ya, tanguo mashauri ya, tanguo mashauri ya, yanatanguka, yanatanguka. Mashauri ambayo walitaka mwaka huu uanze vibaya, uwe mtu wa kusita sita, uanze kuona mwaka umeisha, uanze kuona hakuna ambacho unakifanya, uanze kuona umeferi tayari, uanze kuona umeferi tayari, wakati Bwana ametangulia mbele yako. Wewe umefaulu, wewe umefaulu, wewe umekuwa promoted, wewe umepata kazi. Prayer, prayer, prayer. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Nione mtu anaomba. Ukiwa uelewi huwezi kuomba vizuri.
uelewi, hauwezi kuomba vizuri. Bwana akupe kujua. Bwana akupe kujua. Bwana akupe kujua. Tangua mashauri yao. Tangua mashauri yao. Tangua mashauri yao. Tangua mashauri yao. Tangua. Mashauri ya waganga, mashauri ya wabaya, mashauri ya waganga, mashauri ya wabaya, mashauri ya waganga waliotamka mabaya juu yako, waliotamka mabaya juu yako. Hili neno Bwana amelituma kwako. Amelituma ili lipate kukuletea msaada katika jina la Yesu. Anasema heri walio na kiu na njaa. Mungu anasema analituma neno lake ili lipate kutuokoa na kututoa kwenye maangamizi. Ameyaona maangamizo, ameiona kesho yako. Ameona hatari kwenye maisha yako ya kesho. Ameiona hatari. Amelituma neno hili na wewe ulitamke. Usipolitamka maana yake umekubaliana hizo hatari. Ukinyamaza umekubaliana hizo hatari. Orabakatapata. Yeye anautangaza mwisho tangia mwanzo. Anautangaza mwisho tangia mwanzo. Anajua kinachokwenda kutokea. Prayer. Ratapakata. Omba. Mabaya hayatakupata. Mabaya hayatakupata. Warabakatapa. Waliokuotea mabaya, waliokusudia mabaya, mabaya hayatakuwa sehemu ya maisha yako katika jina la Yesu. Yanafutwa yote. Hayo ambayo yamepangwa mabaya juu yako. Rekapatapa. Oriapatapa. Rekoporiabato. Maandiko yanasema kilichozaliwa na Mungu ushinda ulimwengu. Ni Bwana aliyetuanzishia mwaka huu. Lazima ushinde. Yuko aliyeanzisha hatua zako. Hakuna wa kupotosha. Yuko aliyeanzisha mwaka huu. Yuko aliyeanzisha hiyo biashara. Yuko aliyeanzisha hiyo kazi. Yuko aliyeanzisha hiyo afya. Yuko aliyeanzisha hiyo ndoa. Hakuna wa kupotosha. Hakuna wa kupotosha. Hakuna wa kuharibu. Rekatapata. Oriapakata. Intarabakata. Pitisha damu ya Yesu. 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 Pitisha damu ya Yesu juu ya mashauri yao, juu ya mashotomo yao, juu ya maneno yao. Waliotamka maneno juu yako, waliotamka maneno mabaya juu yako. Pitisha. Ratapatapa. Oriapakata. Warabakata. Waliosema lazima ushinde, waliosema lazima uanguke, waliosema lazima ushinde, waliosema lazima